Yes, bwana, mambo vipi? Mambo ni aje mtazamaji wetu wa Bea TV? Karibu sana tena sana katika channel yako bora sana tena ambayo inakupa updates na habari ambazo zinazidi kujiri na kutrendi sana kwenye mitandao ya kijamii. Cha msingi na cha kuzingatia, usisahau kubonyeza neno subscribe hapo chini, lakini pia kubonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa kwanza kupata updates na habari hizi ambazo zinazidi kujiri na kutrendi kwenye mitandao ya kijamii. Moja habari kubwa sana ambayo inazidi kutrendi kwenye mitandao ya kijamii na wananchi sehemu mbalimbali wameweza kuipokea kwa kiasi kikubwa, kwa shangwe kubwa, ni baada ya shirika la chakula na dawa la Marekani maarufu kama FDA kugundua sasa au kuzindua rasmi sasa dawa ambayo itasaidia sasa kupunguza virusi vya ukimwi, au sio bwana? Moja habari kubwa ambayo wananchi na jamii kubwa imeweza kuipokea kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ugonjwa wa ukimwi ni moja ya ugonjwa maambukizi ya virusi vya ukimwi ni moja maambukizi ambayo yanaisumbua sana jamii yetu, lakini pia sasa jamii ya Watanzania. Moja habari kubwa ni kwamba shirika la chakula na dawa ya Marekani maarufu kama FDA limeidhinisha sindano ya kampuni ya Grade Science Lenacapavir kama dawa mpya ya kukinga na kutibu virusi vya ukimwi maarufu kama VVU, lakini pia ambayo inachukuliwa kama matumaini makubwa sana katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa ukimwi duniani. Lakini pia hata hivyo, dawa hiyo hutolewa kwa sindano moja kila baada ya miezi 6 na mara 2 kwa mwaka, jambo ambalo litakalopunguza mzigo wa kila siku wa kutumia dawa kama ilivyokuwa kwa kinga nyingi za VVU zinazotumika hivi sasa, ambapo jamii nyingi dawa kubwa ambayo hivi sasa inasaidia sana kwa wale watu ambao wana virusi au maambukizi ya virusi vya ukimwi ni kutumia dawa ili iweze kupunguza ukali wa virusi hivi. Lakini pia Lenacapavir hufanya kazi kwa kuzuia sehemu za protini ya virusi inayoitwa capsid, ambayo ni muhimu sana kwa virusi vya VVU kuweza kuishi na kujenga ndani ya seli za mwili wa binadamu. Lakini pia kwa kulenga capsid, Lenacapavir huzuia hatua mbalimbali za maisha ya virusi, ikiwa ni pamoja na kuingia kwenye seli, kuingia muundo mpya na kutoka nje ya seli ili kuambukiza nyingine ambazo zipo katika mwili wa binadamu. Lakini pia tafiti zinaonyesha kuwa Lenacapavir inaweza pia kutumika kwa ajili ya kuzuia maambukizi ya VVU kwa watu walio katika hatari kubwa sana, ikiwa kama njia mpya ya PrEP ambayo inaitwa pre-exposure prophylaxis. FDA iliidhinisha matumizi ya Lenacapavir mwaka 2022 kwa wagonjwa waliokuwa na chaguzi chache za matibabu. Nchi mbalimbali barani Afrika na Afrika pia zimeanza mchakato wa kuidhinisha na kuingiza dawa hiyo kwenye mifumo yao ya kiafya. Lakini pia hata hivyo, Wizara ya Afya nchini Tanzania bado hajatoa tamko lolote au tamko rasmi juu ya uwepo wa dawa hizo na udhibitishwaji wake. Hivyo wananchi wanapaswa kuendelea kujikinga na maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi kwa kutumia dawa ile ambayo walikuwa wakiitumia hapo awali, ambayo ni vidonge ambavyo vinasaidia sana tena sana katika kupunguza ukali wa virusi hivyo. Taarifa hii bora sana wananchi wameweza kuipokea kwa kiasi kikubwa na wameweza kuvutiwa nayo, kwa sababu kwa namna ambavyo wameweza kuizungumzia ni kwamba inaweza kusaidia sana sana kupunguza ukali wa ugonjwa huu au ukali wa virusi hivi vya ukimwi maarufu kama Lenacapavir, ambayo iliweza kuzinduliwa mwaka 2022. Lakini hapo jana tarehe 18 imeweza kutangazwa rasmi huko nchini Marekani na kuzinduliwa rasmi dawa hiyo bora sana, ambayo inatajwa kwamba itakuja kuongeza nguvu, itakuja kuongeza kasi katika kupunguza virusi vya ukimwi. Kuzinduliwa kwa dawa hii kunaenda kuongeza nini au kunaenda kupunguza nini kwa wale watu ambao wana virusi vya ukimwi, maambukizi ya virusi vya ukimwi maarufu kama VVU? Ni jambo la kusubiri na kuona, na muda wote kuanzia hivi sasa taarifa rasmi inaweza kutolewa
na Wizara ya Afya nchini Tanzania juu kama dawa hiyo watakubali sasa kuingia nchini Tanzania ili ianze kusambazwa kwenye jamii zetu na watu waanze kutumia ili waweze kuepukana lakini pia na kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi maarufu kama VVU. Hii ni Bea TV, usisahau kubonyeza neno subscribe hapo chini lakini pia kubonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa kwanza kupata updates na habari zetu mbalimbali ambazo zinazidi kujiri kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia usisahau kutufuatilia kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ikiwepo Instagram, Facebook, Twitter au X kwa jina la Beatus Emmanuel_TZ. Huko tutapata update na habari hizi kwa ubora kabisa ukiwa wa kwanza kabisa na kufahamu mengi ambayo yanazidi kujiri kwenye mitandao ya kijamii. Bye bye.